wiki 2 zilizopita niliweza kuonana na watu wa Makachu na waliweza kuniambia kwamba kulikuwa kuna uhaba wa vifaa vya michezo kwa sababu wanakidimua kila Jumapili, lakini pia viatu baada ya kumaliza Makachu pale, lakini pia slide za kuogelea au kupigia Makachu, lakini na mambo mengine ambayo mimi mwenyewe nimeona niweze kuyaongezea, kwa sababu ni watu ambao kwanza kama taifa letu la Zanzibar tunawategemea, ni watu ambao wanaitangaza vizuri Zanzibar, ni vijana ambao mwisho wa siku wamejikusanya kuhakikisha Zanzibar inapata umaarufu kupitia pia na wao wakichangia, na wageni kama tunavyoona wageni mashuhuri ambao wanaokuja Zanzibar, jambo la kwanza wanalolitaka baada ya mambo mengine kufanyika basi pia kwenda sehemu ya Makachu, kwenda kuona vipi namna watu wanavyofanya ile Makachu, kwa sababu ni jambo ambalo kidogo upande wa nje ya nchi ni geni, lakini kiupande wetu ni fursa. Lakini pia vijana hawa wamejitolea kuweza ya mambo kuweza kuyafanya, kwa sababu yanaweza yakaongeza watalii wengi kama tunavyoona, na ushahidi wote huu unaonekana. Kwa hiyo kwanza niwapongeze, kuambia kwanza kama serikali, kama rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anawathamini, anawaambia asanteni sana kwa kuweza kuitangaza Zanzibar vizuri. Lakini pia wageni mashuhuri ambao wanaokuja mnaweza kuwapokea na wakajiona kama wako nyumbani, pia kwenye hilo mnatusaidia vizuri kama serikali. Lakini pia isitoshe, kuna ugeni baada ya wiki hapa, kuna Zari kutoka Uganda anakuja, na pia jambo la kwanza aliloweza kuniambia kwamba anataka kwenda katika sehemu ya Makachu aweze kuwashuhudia watu wanaofanya Makachu, lakini pia atakuwa na zawadi kwa ajili ya kuwapa watu wa Makachu. Hayo muonekane kwamba namna gani serikali tunavyofanya katika utafutaji wa wawekezaji, lakini pia kuweza nyinyi kuonekana na pia kufanya muweze kuthaminika na kujulikana kama wageni wanavyokuja. Basi kwa leo nikasema niwaite wenzangu, kwa sababu ni ahadi ambayo nimeweza kuitoa, nije niwapatie vifaa hivi, na huu sio mwanzo, lakini mambo mengi yatakuja upande wao na upande wengine wa vijana wengine ambao wanapenda kuangalia fursa. Lakini ni pia ni watu ambao wageni wetu wanaokuja wengi katika ratiba zao, ratiba nyingi ambazo zinazopangiliwa au wanazozipanga wao ni kwenda katika sehemu ya Makachu. Hivyo wasione kwamba serikali labda wageni wakija tunawapelekea, lakini baada ya hapo labda tunawaacha. Ndio hivyo nikasema leo kama meya wa mji huu basi niweze kuwaita kwa ajili ya kuwaona, lakini pia kuambia kwamba niko nao pamoja. Lolote ambalo wanaloliona au wanalotaka kutushauri kama upande wa serikali au wanachotaka kukichangia au kama kuna tatizo, changamoto yoyote, basi nawakaribisha. Tumekuja hapa kwa mheshimiwa meya wa mji wa Manispaa Mjini Magharibi. Kilichotuleta hapa si kitu kingine bali ni kutimiza ahadi ambayo aliwahi kutuahidi. Hii ni ahadi ambayo aliweka kwa vijana wa Makachu kwamba tulikuwa tuna mahitaji fulani. Tulimuelezea Mr. Sematena, nadhani mnamfahamu. Akatuambia basi kuweni na subra. Jambo lolote lenye heri linahitaji nini? Subra. Na sisi tukamwambia sawa, mna shida. End of the day akatupigia simu, akatuita, akatuambia vijana njooni ofisini, kila kitu kipo tayari. Baada ya mizunguko ya hapa na pale kuisha, leo kapata free na sisi. Katuita katika ofisi ya Manispaa hapa mjini. Na kwa kweli tunafurahi. Alhamdulillah, shukrani sana. Kwanza tujategemea wengi wao wakija hapa tupa ahadi hewa. Sisi siku hizi tuna timu yetu pale ya mpira, tunahitaji pia kufanya mazoezi, sio mazoezi ya kwenye maji tu. Kwa hicho ambacho leo hii tunachokiona hapa mbele yetu hivi ni kama sample ambapo tumewekewa hapa, lakini tunashukuru sana katika nidhamu. Hilo tunakuahidi, kwa sababu hilo ni swala ambalo natupigia kelele kila siku, badilikeni ili watu watuthamini. Kwa sababu wengi wao wanaogopa kututhamini kwa sababu wanajua hatuna nidhamu, wanatudharau, lakini wewe hujafanya hicho kitu. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili
imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani. Kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.